Mwaka 1983, Los Angeles. Kijana mmoja mwenye ndoto za kuwa tajiri anaingia kwenye biashara ambayo baadaye itaharibu jamii nzima. Hii sio tu stori ya madawa ya kulevya, ni stori ya tamaa, siasa za siri na mwanzo wa janga la crack cocaine Marekani. Karibu kwenye recap ya Snowfall Season 1 Episode 1. Tunakutana na kijana anaitwa Franklin Saint. Franklin ni kijana mwelevu sana, aliwahi kuwa chuo, anaongea vizuri, ana confidence, ana akili ya kibiashara. Lakini anarudi nyumbani South Central baada ya kushindwa kumudu ada. Anaishi na mama yake Sisi, mwanamke anayejitahidi sana kumlea kwa maadili mazuri. Lakini Franklin anaona kitu kimoja, umaskini. Anaona watu wanahangaika, anaona pesa ndiyo heshima, na anaamini mfumo hauwapi watu wake nafasi sawa. Kwa sasa anauza bangi kidogo, lakini hana pesa ya maana. Ndani yake ana njaa ya mafanikio. Rafiki yake anamfungulia mlango wa kukutana na wauzaji wakubwa wa cocaine. Anapewa kilo moja ya cocaine. Hii sio bangi tena, hii ni level nyingine. Tatizo ni kwamba Franklin hana soko la kuuza kitu kikubwa kama hiki. Anajaribu kuuza kwa wauzaji mtaani, wanamcheka, wanamwona kama mtoto. Lakini Franklin anajifunza haraka. Anaanza kuelewa kwamba hii biashara inahitaji ujasiri, ukali na akili. Kuna scene tunaona akilazimika kukabiliana na watu hatari. Hapa ndipo personality yake inaanza kubadilika. Tofauti na wauzaji wengine, Franklin hafanyi mambo kwa hasira, anafikiria kama mfanyabiashara. Anagundua kitu kimoja muhimu: ukidari cocaine na kuifanya iwe nafuu, unaweza kuuza kwa watu wengi zaidi. Hapo ndipo mbegu ya crack cocaine inaanza kupandwa. Hajui bado madhara yake, anaona tu fursa ya pesa. Tunaelekezwa kwa mhusika mwingine, Teddy McDonald. Huyu ni afisa wa CIA, ana matatizo kazini, anaonekana kama mtu aliyeshushwa cheo, lakini anapewa operation mpya, mpango wa kusaidia vita vya Nicaragua kwa siri. Swali ni pesa zinatoka wapi? Jibu ni cocaine. Hapa tunaona connection kubwa, madawa yanayoingia mtaani sio tu biashara ya wahuni, kuna mkono wa juu zaidi. Hii inafanya story iwe nzito zaidi. Kuna upande wa Mexico, tunamuona Gustavo Elioso Zapata, ni mpiganaji wa mieleka, lakini anafanya kazi chini ya wauzaji wa cocaine. Anaonekana kama mtu wa kawaida, lakini anaingia taratibu kwenye mtandao wa madawa. Hapa tunaona supply chain inaanza kuunganishwa: Mexico, Marekani, mtaa wa Franklin. Mwisho wa episode ni muhimu sana. Franklin sasa ameonja pesa kubwa, anaona potential, lakini bado hajui anachokianzisha kitakuja kuharibu jamii yake mwenyewe. Episode ya kwanza inaweka msingi wa kupanda kwa Franklin, operation ya CIA, mtandao wa Mexico na mwanzo wa janga la crack epidemic. Huu ni mwanzo tu. Hii ilikuwa episode ya kwanza tu, lakini safari ya Franklin ndio inaanza. Je, ataweza kuhimili dunia ya madawa au tamaa ya pesa itamgeuza kuwa mtu mwingine kabisa? Ukipenda recap hii, like, comment na subscribe.